Ni simanzi isiyoelezeka. Taifa la Kenya leo limeamkia na simanzi na majonzi makubwa baada ya kuthibitishwa kwa kifo cha waziri mkuu wa zamani na kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga. It is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman, and one of Africa's greatest sons. Raila ambaye alikuwa na umri wa miaka 80 amefariki dunia katika hospitali moja nchini India alipokuwa akipokea matibabu. Taarifa hii imetikisa taifa zima, huku wananchi na viongozi kutoka ndani na nje ya taifa la Kenya wakiendeleza kutuma salamu zao za rambirambi, wakieleza huzuni zao baada ya kumpoteza kiongozi huyu mkongwe na baba wa demokrasia wa taifa la Kenya. Taarifa za kifo cha Raila Amolo Odinga zilivunja moyo taifa. Kutoka Kisumu, Nairobi hadi Mombasa ni vilio, simanzi na ukimya ukiwa umetanda kama wingu jeusi liloashiria mwisho wa enzi ya mwanasiasa ambaye historia yake iliandikwa kwa damu, jasho na moyo wa uzalendo. Kwa miaka zaidi ya 60, Raila alikuwa sura ya mapambano ya demokrasia nchini Kenya. Alizaliwa mwaka wa 1945 akiwa mwana wa kiongozi wa kwanza wa upinzani hayati Jaramogi Oginga Odinga. Raila alirithi ujasiri na udhubuti wa kusimama kwa kile alichokiaminia. Safari yake ya kisiasa ilijaa changamoto na mateso. Alifungwa gerezani kwa miaka kadhaa wakati wa utawala wa chama cha KANU. Raila Amolo Odinga alihudumu kama mbunge na waziri katika nyakati tofauti, huku akihudumu kama waziri mkuu wa Kenya kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2013 chini ya serikali ya muungano wa kitaifa iliyoongozwa na hayati Rais Mwai Kibaki, kipindi kilichofuata baada ya machafuko ya uchaguzi wa mwaka 2007. Kupitia uongozi wake, taifa lilianza safari ya maridhiano na ujenzi upya. Hata baada ya kuondoka serikalini, Raila alibakia kuwa sauti ya upinzani, akisimamia sera za uwazi, haki na utawala wa sheria. Wengi walimuita baba, jina lilobeba upendo, heshima na imani kwa kiongozi huyo. Raila Amolo Odinga alikuwa mpinzani mwenye msimamo, mwanasiasa mkomavu na mzalendo ambaye mchango wake katika kujenga demokrasia ya Kenya hautasahulika milele. Kutoka Bondo hadi Kibera, wananchi wamejitokeza kwa wengi kumwomboleza, wengi wakiweka mishumaa, huku wengine wakiimba nyimbo za kumwomboleza kwa kumuita shujaa. Wanasiasa, viongozi mbalimbali wa mataifa pia nao wametuma salamu za rambirambi, wakimtaja Raila kama nguzo ya Afrika Mashariki katika harakati za utawala bora. Katika maisha yake ya familia, Raila alijulikana kama mume wa mama Aida Odinga, baba wa watoto 4 na babu mwenye mapenzi makubwa kwa wajukuu zake. Alipenda michezo, hasa kandanda, na alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa klabu ya Gor Mahia. Leo Kenya inalia, lakini machozi haya yanaambatana na fahari ya kuwa na kiongozi ambaye alisimama kidete kwa haki na usawa. Historia yake itasomwa na vizazi vingi kama mfano wa ujasiri na udhubuti wa kupigania taifa lililo bora. Katika siku kadhaa za nyuma, atakumbukwa Raila Amolo Odinga akimuunga mkono Rais William Ruto baada ya heka katika taifa la Kenya kushuhudiwa na maandamano ya vizazi vya Gen Z vilivyotikisa taifa hadi Rais William Ruto kufanya mabadiliko katika baraza la mawaziri iliyopelekea baadhi ya viongozi katika chama cha ODM kupewa nafasi katika serikali ili kuhakikisha
Joto la kisiasa katika taifa la Kenya linatulia baada ya vijana kuandamana katika kushinikiza mageuzi katika serikali ya William Ruto. Mwili wa Raila Odinga unatarajiwa kurejeshwa nchini katika siku zijazo, ambapo serikali itatangaza kipindi cha maombolezi ya kitaifa. Wakenya nao wakipewa nafasi ya kumuaga mwana wa Afrika aliyebeba matumaini yao kwa miongo mingi. Kutoka kaunti ya Mombasa, mie ni Mohamed Atibu Abdallah na hii ni simulizi ya Al Hajar TV.